Zena Huseni ni meneja wa kituo cha mafunzo kwa njia ya mtandao. Tunamshukuru mkuu wetu wa chuo cha utumishi wa umma Dr. Ernest Mabonesho kwa kutuwezesha na kutupa support ya kuhakikisha sisi kama wanawake tunakuja kutembelea gereza la Segerea ili kuweza kurudisha kwa jamii nini ambacho tunakifanya. Chuo cha utumishi wa umma kipo kwa ajili ya Watanzania wote, na siku zote tumekuwa tukifanya matukio mbalimbali kwa ajili ya kusaidia jamii. Lengo kubwa lilotusukuma, kwanza tuna malengo matatu ambayo yametusukuma leo kuja gereza la Segerea. Kwanza kabisa tunaelekea kusherehekea kilele cha siku ya mwanamke ambao inatarajiwa kuwa tarehe 8 siku ya Jumapili. Lakini sisi tukasema hebu leo tuanze kutembelea gereza la Segerea ili kufikia kwenye kilele cha tarehe 8. Lakini la pili, chuo cha utumishi wa umma kinaadhimisha miaka 25 ya chuo cha utumishi wa umma, ambapo miongoni mwa vitu ambavyo tumekuwa tukivifanya vinafanyika kwenye campus mbalimbali, activity mbalimbali kwa ajili ya kusaidia jamii, kwa ajili ya kurudisha kwenye jamii. Kwa hiyo na sisi tukaona kwa campus ya Dar es Salaam ni vizuri tuje tutembelee gereza la Segerea. Maeneo ni mengi, pengine tungeweza kusema twende hospitali, twende wapi, lakini tumechagua Segerea kwa sababu tumeona kwamba kuna maeneo mengine yanakuwa hayafikiki kwa urahisi, lakini sisi tukasema tufike na tuweze kuja kuleta kidogo hichi tulichojaliwa kama chuo cha utumishi wa umma, lakini kama wanawake. Na hapa mnapotuona labda tuko sio wengi sana kwa umoja wetu, lakini wengine wamebaki kwa ajili ya kuendelea na majukumu ili tuweze kufikisha ujumbe huu. Lakini kingine cha tatu kilichotusukuma, jamani, tunaamini kwamba tumeelezwa hapa na afande kwamba tuwe na moyo wa huruma, tuwe na moyo wa kutoa kwa ajili ya wanawake. Na kipindi hichi tunajua ni kipindi tuna mifungo inaendelea, na bahati nzuri mifungo yote imekutana pamoja. Tuna mfungo wa Kwaresma, lakini tuna mfungo wa Ramadhani, na hii mifungo yote inatuasa na kutuambia kwamba tuweze kutoa kile ambacho tunaweza kutoa kwa ajili ya kusaidia wale ambao wana uhitaji. Kwa sababu hiyo pia imetusukuma kwa mambo yote matatu ili kuweza kuja kutimiza lengo hili, lakini pia kutoa fursa na hao wenzetu ambao wako ndani. Tumeelezwa sio kila aliyoko ndani ana makosa. Kuna mwingine kwa bahati mbaya, kuna mwingine kuna sababu mbalimbali. Lakini hakim haumtoi kuto kupata mahitaji yake ya msingi, na hicho ndio kilichotufanya tuje hapa. Najua kuna watoto, kuna watu wazima pengine, na kuna rika mbalimbali. Basi kwa hichi kidogo kiweze kuwasaidia katika siku zao ambazo wako hapa, basi na wao waweze kujihisi ni sehemu ya jamii hata kama wako katika nafasi tofauti. Naambiwa tutoe katika imani ya kila mmoja wetu. Unachokuwa nacho wewe hata kama ni kidogo, kuna mwingine hana hata hicho ambacho anacho. Kwa hiyo unapotoa, tunaambiwa Mwenyezi Mungu anakubariki zaidi. Kwa hiyo hicho nafikiri ndio kikubwa zaidi katika yote. Lakini mwisho wa siku kama chuo cha utumishi wa umma huwa tunatakiwa turudishe kwenye jamii. Sisi tunawatumikia watumishi, tunawatumikia Watanzania wote kwa ujumla. Sasa katika kuwatumikia, miongoni mwa kuwatumikia ni pamoja na kuwapa misaada kama hii ambayo leo tumeifanya. Kwa hiyo ni kuomba na taasisi nyingine na zenyewe zinaweza kufanya hivi au zaidi ya hivi, na sio lazima Segerea. Kuna maeneo mengi, kuna mahospitali, yani kila mtu anaweza akachagua kutokana na wepesi wake, lakini cha msingi tuweze kufanya hili ambalo tumelifanya. Nashukuru kwa zawadi mlizotuletea, tunawaombea Mungu awabariki sana. Kikubwa ambacho napenda kuwahusia sisi wanawake pamoja na nyinyi mliotutembelea, tuwe na moyo wa kusamehe. Watu wengi hawana moyo wa msamaha. Ndio maana inapelekea kupelekana kwenye sheria. Kuna makosa mengine ambayo mnaweza mkakubaliana mkasameheana, sawa? Kwa mfano mfano ya madeni. Unaweza mtu amekukopesha, wamama tunakopa sana, sawa? Vikoba sasa hivi imekuwa ni fimbo ya kutuchapia, sawa? Kwa hiyo tujilinde basi. Unaweza kukuta kwenye vikoba ulipo hawana mioyo hiyo ya kusamehe. Watu wameshaumizwa sana sehemu walizotoka. Kwa hiyo wakikukuta wewe ukafanya kosa dogo, wanaweza wakakuchukua na ukawa na wewe either ni mfungwa au mahabusu. Kwa hiyo tunasema mfungwa ni mtu yoyote yule ambaye Mungu amempangia apite upande huu, either kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Sawa? Na wajibu wetu sisi ni kumrekebisha na kuhakikisha anatoka akiwa na tabia njema. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tuna wamama wengi wazuri, tuna watoto pia, kwa sababu pia tunapenda tutambue kwamba mimba sio kigezo cha kufanya makosa. Tumeona mitaani wamama wengi, aidha mtu akiwa ni mjamzito anaweza akawa anatumia lugha za matusi kwa kigezo cha mimba.
Jamani, mimba sio kigezo. Endapo utakosea chochote kinachokutaka wewe aidha uchukuliwe sheria, basi sheria itachukua mkondo wake. Kwa hiyo tujifunze kwamba mimba sio kigezo, tulee watoto wetu vizuri. Sasa hivi wamama tuko bize sana, yaani watoto wamekuwa wanachukua tabia za kina dada wa kazi, wamechukua sehemu kubwa ya familia zetu. Kwa hiyo tujitahidi, hata kama tuko bize kiasi gani, tujitahidi kina mama, unaporudi nyumbani, hata kama ukikuta homework imefanywa, hebu mpe tena hata ile. Unaweza kukuta dada amejiongeza, amechoka mtoto, kaamua kufanya yeye mwenyewe. Kama mnavyojua sasa hivi kina mama tunataka madada wa kazi form 4, form 6, ili ukute at least mtoto amemaliza kazi za shule. Kwa hiyo ukifika swali moja tu, umekula? Nimekula. Basi unaingia kulala. Kina mama tusikubali kulala bila kujua mtoto ameshindaje toka asubuhi. Sawa? Tuwahusie vijana wetu, wasichana wetu majumbani waepukane na tamaa. Tamaa ni kitu kibaya sana, na tamaa ndio inayoponza wasichana wengi, wanaingia gerezani. Wanarubuniwa sana. Tuwajenge familia zetu, warizike na tunachowapatia. Aidha mtoto uwezo wako wewe ni 10,000 labda kwa siku au kwa wiki, arizike nayo. Na sisi kina mama tusikubali kuwa kina mama poa. Tuulize. Mfano unamuona binti yako amekuja na kitu ambacho ni kikubwa, hujatoa wewe, muulize umepata wapi? Hiki kitenge umepata wapi? Lakini kina mama sasa hivi hatuulizi kitu. Mtoto anakuja na simu kubwa, macho matatu, wewe mwenyewe huna, lakini humuulizi chochote. Unaona? Mwisho wa siku mtoto anaweza, hata wewe mama unaletewa zawadi. Sawa? Mama unaletewa zawadi. Unaikubali na unafurahia, mwanangu kaniletea. Anafanya kazi gani? Mwisho wa siku utakuja kulia wewe na mtoto wako. Kwa hiyo kikubwa tumtangulize Mungu katika malezi, na pia tujitahidi kulea familia zetu. Siku ya wanawake duniani, kauli mbiu inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Yaani hiyo 2050 afike mwanamke wa tofauti. Sawa? Kwa hiyo tujitahidi kuishi kauli mbiu. Kwa hiyo kina mama tunawakaribisha sana. Tujiombee sisi wenyewe, tuombee familia zetu, tuombee vizazi vyetu kwa ujumla, wazazi wetu, kila mtu. Sawa? Tuwaombee kina baba pia. Kina mama tusiwe na visasi. Visasi pia vinasababisha wamama wengi kuja gerezani. Tuzungumze, kila unapopata shida zungumza. Sawa? Hivi vina maana kubwa sana kwa sisi magereza. Tunawajenga kiimani pia. Sawa? Watu walioko ndani, kwa mfano gereza la Mahabusu Segerea na wafungwa wote nchi nzima, wana imani sana. Kwa sababu kuna kesi unaweza ukawa nayo, mwisho wa siku unamtumainia Mungu. Na Mungu tumeshuhudia mara nyingi akitenda miujiza. Kwa sababu anabadilika na wanaomchunguza wanathibitisha amebadilika. Mwisho wa siku anatoka kwa sababu ya Mungu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hivi vitabu. Tunaendelea kuwajenga kiimani, kisaikolojia pia, kwa sababu sisi professional ni askari magereza, ni walimu. Kazi yetu ni urekebishaji. Tunahakikisha tunamjenga kila idara. Sawa? Tuna nyenzo nyingi za kurekebisha. Tuna viwanda vya ushonaji, tuna viwanda vya upishi, tuna ufyatuaji wa matofali, tuna ujenzi, tuna mafundi. Sawa? Kwa hiyo aliyoko magereza hakuna anayetoka hana ujuzi. Sawa? Kila mtu kuna mahali yupo. Kama sio mshonaji basi utamkuta ni fundi, kama sio fundi basi ni mjenzi. Kwa mfano kwa wanaume kuna mafundi umeme, kuna mafundi magari. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanawasaidia wakija kutoka wanakwenda kuishi bila wasiwasi.